Inawezekana watu wengi wamemtambua katika ulimwengu wa mitandao ya kijamii kutokana na staili yake ya ushangiliaji ya 3 point in the pocket kila baada ya ushindi wa klabu ya Aston Villa. Kwenye ulimwengu wa mitandao ya kijamii, kila mchezaji mkubwa anahitaji brand. Cristiano Ronaldo ana Siu, Kylian Mbappe ana staili yake ya kukunja mikono na staili ya kufuta machozi inayomaanisha no more cry. Lakini Amadou Onana ana pointi 3 mfukoni, 3 point in the pocket. Hiyo ndo staili ambayo imeweza kumtambulisha katika ulimwengu wa soka. Kila anapofunga, kila klabu yake Aston Villa anapopata ushindi, amekuwa akitumia hiyo staili ya ushangiliaji ambayo imemfanya kuwa maarufu, ikiigwa na wachezaji wengi sana wa soka akiwemo Lamine Yamal, Gabriel Magalhaes wa Arsenal na wengine wengi. Hii ni simulizi ya kusisimua, simulizi ya Amadou Onana. Tutafahamu maisha yake tangu ameanza soka mpaka sasa katika klabu ya Aston Villa. Ni simulizi ya jitu la kati ambalo limeteka hisia za mashabiki wa Premier League. Katika ulimwengu wa soka kuna wachezaji wanaocheza kwa miguu na kuna wachezaji wanaocheza kwa roho, akili na mamlaka. Hembu fikiria kijana mwenye kimo cha futi 6 na inchi 4, mwenye uwezo wa kuzungumza lugha 5 kwa ufasaha, lakini lugha anayoipenda zaidi ni ile ya pasi zinazopasua mistari ya adui na ukuta usovunjika katikati ya uwanja. Huyu ni Amadou Onana kutoka mitaa ya Dakar nchini Senegal, kupita kwenye baridi kali ya Ubelgiji mpaka kufika kwenye kilele cha soka la kulipwa katika klabu ya Aston Villa. Hii si simulizi ya bahati, ni simulizi ya nidhamu ya chuma, elimu na kiu isiyozimika ya mafanikio. Amadou Bazeze Onana alizaliwa mnamo Agosti 16, 2001 huko Dakar, Senegal. Tofauti na hadithi za wachezaji wengi wanaotoka katika umasikini uliokithiri, Onana alilelewa katika mazingira yaliyosisitiza sana elimu na nidhamu. Mama yake akiwa ni mwanamke shupavu aliyeamini kuwa soka ni mchezo, lakini elimu ni silaha ya maisha. Akiwa na umri wa miaka 11, maisha yake yalibadilika. Alihamia Ubelgiji kuungana na baba yake. Hapa ndipo changamoto ya kwanza ilipoanza. Kijana mgeni katika nchi ya ugeni, nchi yenye baridi, akijaribu kutafuta nafasi kwenye klabu za vijana. Alianzia katika klabu ndogo za Adrechi, RW Brussels na baadaye Zulte Waregem. Onana hakuwa mtoto wa kawaida. Akiwa na umri wa miaka 14 tayari alikuwa mrefu wa kimo kuliko walimu wake, lakini alikuwa na ufundi wa miguu uliowashangaza wengi. Dada yake Melissa Onana hakuwa tu ndugu, bali alikuwa meneja wake, mshauri wake na mlinzi wake. Melissa ndiye alikuwa anapiga simu klabuni akisisitiza kuna jitu linakuja, lipeni nafasi. Wabelgiji walichelewa kuuona uwezo wake, hivyo Onana akaamua kufanya maamuzi magumu kwenda Ujerumani. Akiwa na umri wa miaka 17 tu akajiunga na klabu ya Hoffenheim. Hapa alijifunza kitu kimoja: soka la kisasa ni sayansi. Hata hivyo, mlango wa kweli ulifunguka alipojiunga na Hamburger SV mwaka 2020. Ligi ya Bundesliga ni ligi ya wapiganaji. Onana alicheza kama mtu mzima, alikuwa akipokonya mipira, akiongoza wenzake kwa sauti kuu na kufunga mabao ya vichwa. Dunia ikaanza kuuliza, huyu kijana mwenye kimo cha kikapu lakini kasi ya mwanariadha ni nani huyu? Mwaka mmoja tu nchini Ujerumani ulitosha kumvuta tajiri wa Ufaransa, klabu ya Lille. Akiwa Lille, Onana alipata nafasi ya kucheza UEFA Champions League, na hapa ndipo alipokutana na viungo bora duniani. Badala ya kuogopa, alitawala. Uwezo wake wa kulinda mabeki, holding midfielder, na uwezo wake wa kupandisha timu box to box midfielder ulimfanya kuwa lulu. Everton ya nchini Uingereza iliyokuwa ikipambana kutokushuka daraja ilitoa paundi milioni 33 mnamo 2022 kumleta Goodison Park kwenye Premier League. Onana hakuja kutalii, alijizolea sifa kuwa mchezaji ambaye hapotezi mapambano ya hewani. Mashabiki wa Everton walimpenda kwa sababu alikuwa anasherehekea kila tako kana kwamba amefunga bao. Alikuwa kiongozi kwenye chumba cha kubadilisha nguo licha ya umri wake mdogo.
Msimu wa kiangazi wa 2024, Unai Emery, kocha mwenye akili ya kiufundi nchini Uingereza, alihitaji injini mpya kwa ajili ya Aston Villa inayoshiriki Champions League. Alimhitaji mtu ambaye angekuwa kiungo kati ya ulinzi na ushambuliaji. Aston Villa walivunja rekodi yao ya usajili kwa kutoa takriban pound milioni 50 kumsajili Onana. Tangu mechi yake ya kwanza, Onana alionyesha yeye kuwa ni zaidi ya mchezaji, ni general. Katika mechi yake ya kwanza tu dhidi ya West Ham alifunga bao ndani ya dakika 4 tu. Chini ya Unai Emery, Onana amekuwa akicheza kwa uhuru zaidi, sio tu anakaba bali anafika kwenye sanduku la adui na kufunga. Amekuwa kipenzi cha Villa Park, huku akiwa muhimili wa timu ya taifa ya Ubelgiji The Red Devils, akichukua nafasi zilizoachwa na magwiji kama Axel Witsel na wengine wengi. Simulizi ya Amadou Onana inatufundisha kuwa kipaji ni mbegu, lakini nidhamu ni maji yanayokuza hiyo mbegu. Onana ni mchezaji anayeweza kuzungumza Kifaransa, Kiingereza, Kijerumani, Kihispania na Kilingala. Hii inaonyesha uwezo wake mkubwa wa akili. Kutoka mtoto mdogo huko Dakar aliyekuwa akicheza peku hadi kuwa mmoja wa viungo ghali na bora zaidi katika ligi ngumu kuliko zote duniani, Premier League. Onana haichezei tu Aston Villa kwa ajili ya fedha, anacheza ili kuandika historia. Wakati wowote unapotazama namba 24 Aston Villa ikizunguka uwanjani, jua unatazama mtu aliyekataa kukata tamaa, mtu aliyekumbatia elimu na jitu ambalo safari yake ndiyo kwanza inaanza. Huyu ndiye Amadou Onana, jitu lenye akili, kiongozi wa kizazi kipya na simba anayetawala katika uwanja. Ushangiliaji wake wa 3 points in the pocket, pointi 3 mfukoni, umekuwa moja alama maarufu kwenye ligi ya Uingereza tangu akiwa Everton na sasa Aston Villa. Katika dakika za lala salama za mpira, filimbi ya mwisho inapopigwa na ushindi unakuwa mikononi mwa timu yake, Onana hafanyi tu ushangiliaji wa kawaida, anakwenda mbele ya mashabiki, anajionyesha kwa kimo chake kirefu, kisha anafanya ishara ya kuchukua vidole vyake vitatu na kuviingiza kwenye mfuko wa kaptula yake ama koti lake. Ushangiliaji huu ni ujumbe kwa wapinzani, ni kama anasema mchezo umeisha, kazi imekamilika na pointi 3 tulizozipigania sasa ni mali yetu, tumezifungia mfukoni na hakuna anayeweza kuzigusa. Ni ishara ya arrogance chanya ambayo viungo wakubwa wa kihistoria kama Patrick Vieira walikuwa nayo. Onana ana sifa moja kubwa, ni mshereheshaji, showman. Anajua kuwa soka bila mashabiki ni mazoezi tu. Anapofanya ishara hiyo, anawapa mashabiki wa Aston Villa kitu cha kipekee cha kushangilia mara nyingi. Baada ya kufanya hivyo, anapiga makofi kwa nguvu na kuashiria mashabiki wapige kelele zaidi, jambo linalofanya uwanja wa Villa Park kulipuka kwa furaha. Kwenye ulimwengu wa mitandao ya kijamii, kila mchezaji mkubwa anahitaji brand, anahitaji utambulisho unaomtambulisha kwa watu. Kama Cristiano Ronaldo ana celebration, Kylian Mbappe ana style yake ya kukunja mikono, lakini pia amekuwa akifuta machozi, akimaanisha no more cry. Amadou Onana amechagua pointi 3 mfukoni, 3 point in the pocket. Hii imemfanya kuwa mchezaji anayeuzika sana, brand yake inaenda viral zaidi. Anapendwa na watoto, anapendwa na wachezaji wenzake wa mpira wa miguu, na staili yake watu wengi wamekuwa akiitumia, ikiwemo bwana mdogo Lamine Yamal. Amewahi kuitumia pia beki wa klabu ya Arsenal Magalhaes Gabriel baada ya kuifunga Aston Villa. By the way, mpaka sasa hivi klabu yake ya Aston Villa inafanya vizuri sana katika ligi kuu ya nchini Uingereza EPL, ikishikilia nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu ya nchini Uingereza, huku nafasi ya pili wakiwepo Manchester City na nafasi ya kwanza wakiwepo Arsenal. Arsenal na Aston Villa wana tofauti alama 7 tu mpaka sasa. Ili Aston Villa waweze kufika pale kileleni, wanahitaji alama 7 ili kuweza kumfikia Arsenal. Amadou Onana ni mmoja wa wachezaji
wa kuheshimika sana katika kikosi cha klabu ya Aston Villa. Ukiacha pasi zake ndefu na ukuta wake wa chuma, kuna kitu kimoja kinachowafanya mashabiki wa Aston Villa wampende zaidi. Filimbi ya mwisho inapolia, Onana hageuki tu na kuondoka, anatafuta kamera, anatafuta macho ya maelfu ya mashabiki, kisha anafanya ile ishara yake maarufu, anachukua ushindi, anaukunja na kuweka mfukoni. 3 point in the pocket, hiyo ndo kauli mbiu yake. Ni ishara ya kijana aliyepambana tangu Dakar mpaka kufikia hatua ya kutawala viwanja vikubwa vya Uingereza, akitukumbusha kuwa kila tone la jasho uwanjani mwisho wake ni pointi 3 mfukoni. Huyo ndo Amadou Onana.